Kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania kocha Miguel Gamondi mara baada ya kutamatika kwa ule mchezo kati ya timu ya taifa Tanzania Taifa Stars dhidi ya Kuwait na zile mistakes ambazo watu wengi waliziona kutoka kwa golikipa ambaye kwa sasa hivi ndo anategemewa katika klabu ya Simba, na mzungumzia Yakubu Suleiman. Kuna maneno ambayo aliyazungumza, maneno ya kutia moyo, ya kuonyesha faraja. Yako vipi, alizungumza nini? Dara Sports tutakuwekea hapa. Watu makini, tupo tayari tena kupata taarifa nyingine nzuri ya kimichezo inayotoka mitaa ya Msimbazi ambao kwa sasa hivi wanaendelea na kampeni zao kuhakikisha wanahamasisha mashabiki wote, hasa wale waliopo katika jiji la Dar es Salaam, wanakuja katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwenda kumshangilia mnyama ianze vizuri kampeni yake 2023 25 26. Jamani. Karibu Dara Sports, wenzangu ni Hassan Sadamu, na kubwa zaidi ndio ile ambayo tunakwenda kulizungumza muda huu hapa, lakini lazima nikukumbushe kuhusiana na Jaba Air Solution, mabingwa hawa wa kusafirisha bidhaa zote kutokea Guangzhou China mpaka katika ardhi ya Tanzania. Jaba Air Solution wanakuambia ndani ya siku 3 kama ilivyo safari ya kutoka Mwanza kwenda Njombe au kutoka Mwanza kwenda mitaa Green City Mbeya, basi siku 3 hizo wao wanasafirisha kila ambacho likiagiza kutoka Guangzhou China mpaka katika ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo kama unahitaji kuwasiliana na Jaba Air Solution, mawasiliano yanapita chini ya screen yako, unaweza ukawasiliana nao. Lakini kama unahitaji kupata maelezo zaidi kabla ya kuwatafuta wao, Dara Sports tupo kwa sababu sisi ndio ambassador wao wakubwa. Naomba nitumie wakati huu kuambia kwamba kocha Miguel Gamondi katia neno kuhusu Yakubu Suleimani, na katia neno gani? Mimi na Hassan Sadamu hapa tutafafanua kweli. Uko vizuri? Niko vizuri ndugu yangu, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yanaenda? Mambo yanakwenda vizuri kabisa. Hopefully kwako kama upo salama. Kila kitu kita. Kama upo salama nafikiri kazi ipo salama. Unajua kuna mtu anakuwa salama lakini kichwani vitu viko sawa. Vitu viko sawa. Anangata midomo. Akiongea maneno yatoki. Kuna wale wanangu wale wakishapiga 1 2 3. Naam. Afu limpa siri zako. Anazimwaga pale. Hapo kichwa wakielewe. Unajua ukishapiga hivyo vitu kichwa wakielewe. Afu bahati mbaya siku hiyo ulienda kupiga zako na baba mkwe, kwa anaharibu kila kitu. Karibu bwana ndani ya Dara Sports. Kocha Miguel Gamondi amezungumza. Yes. Na hii ni alikizungumza mara baada ya hasa kuhusiana na performance ambayo alionyesha kocha na golikipa Yakubu Suleimani. Of course baadhi ya mashabiki wa Simba, mimi natembea sana kwenye vijio vya kawa kabla sijaingia kazini hapa, huwa nikikaa unawasikiliza. Wani kama vile wana hofu katika eneo la goalkeeping, hasa mara baada ya nini ambacho Yakubu alikionyesha kwenye mchezo dhidi ya Kuwait, mchezo wa kirafiki, ule mchezo wa kirafiki. Watu wanaona idadi ya magoli kama sio 3 yote 4 ilikuwa ni mistake za Yakubu Suleiman, wengi wakiamini ya kwamba alikuwa na uwezo wa kufanya chochote kitu, lakini ikashindikana. Tutakuja tumtazame kwa kina hapa. Na kuna kazi kubwa ambayo Dimitar Pantev pamoja na benchi la ufundi la klabu ya Simba wanapaswa kuendelea kuifanya, hasa kuelekea siku ya Jumapili kabla ya mchezo. Ina maana kila kitu kisahihishwe. Hofu yangu ni kwamba Kuwait, Petro Atletico watakuwa wameona zile mistake alizozifanya Yakubu, na wana taarifa kwamba golikipa nambari 1 wa timu kwa maana ya Musa Kamara ameumia. Hiyo taarifa wanayo. Lazima wawe nayo. Kwa sababu kwenye kwenda kuangalia hizo games za champion, yani kwenye hizo games za kimataifa, timu wao inapata muda wa kumstudy mchezaji mmoja baada ya mwingine. Ina maana pale tunapopanga kwenye makundi unaanza kumsoma mpinzani, yani kwamba lazima ujue taarifa zake zile za muhimu kuanzia mchezaji wake mmoja muhimu. Yes. Upeleleze vizuri kabisa. Kwa hiyo kwa Yakubu Suleiman unawezekano pia walipata nafasi ya kuangalia game ya Taifa Stars, kuangalia baadhi ya wachezaji wanatoka kwenye kikosi cha Simba ambao wapo kwenye mechi hiyo ya kimataifa, wamemwangalia pia Yakubu Suleiman, wameona mistakes zake ambazo zinaweza zikawa ni strength kwa baadhi ya wachezaji, wakaja kuzitumia. Ina maana mwalimu Franco kama ameelekeza vizuri, Franco namzungumzia Frank Atiga wa Petro Atletico, kama amezichukua zile mistake vizuri, anawaelekeza safu yake ya ushambuliaji. Hapo namzungumzia mtu kama Thiago Reis, unamzungumzia makina Jonathan Toro, unawaelekeza vizuri kwamba makosa kama akifanyika mnatakiwa muwepo karibu. Akifanya mistake ya hivi mnatakiwa yale makosa yake ndio tungeadhibu Simba. Unakuta anaigharimu timu nzima. Unajua akifanya kosa yeye ameigharimu Simba nzima. Kuna msemo nataka nikupe hapo. Aliwahi kuzungumza moja mchezaji mkubwa sana duniani. Aliwahi kusema hivi, every player can make a mistake, but when a goalkeeper does, the weight is much heavier. Kwa maana ya kila mchezaji anaweza akafanya mistake uwanjani, ila mistake inayofanywa na goalkeeper
huwa uzito wake ni mkubwa sana. Ndio maana hata kwenye game ya Taifa Stars na Kuwait kazungumzwa sana Yakubu kutokana na idadi ya magoli ambayo tulifungwa. Kwa nini? The weight is much heavier. Yes. Unanielewa eh? Bwana, tumsikilize kocha Miguel Gamondi afu baadaye tuje tuyazungumzie yale kimichezo kuhusiana na Yakubu Suleiman. Here we go. It's football. Goalkeeper always is like that. Make a mistake and everybody against him. Was an accident. The same happened to me in Singida in Burundi. You remember? Sometimes happen, but this level we need to minimize the mistake. But don't forget, even in Premier League, happened like that. The goalkeeper for Argentina, Martinez against Liverpool, give the ball to one player, Liverpool, Salah. You remember? It's okay, criticize. We are here to be criticized. This is our job. But people must. I believe in him. He's a very good goalkeeper. He's young. Make mistake, but we can improve. Huyo ni kocha mkuu, ni kaimu kocha mkuu, right? Kaimu kocha mkuu. Kwa sababu amechukua kwa muda. Maana hawajamtangaza rasmi kwamba yeye ndo amepewa kijiti cha amepewa kwa muda. Amepewa kwa muda. Sasa siamini huu muda ni muda gani? Yaani mpaka kwa sababu hawakutoa ile taarifa yao ukisoma vizuri, hawakuelekeza muda maalum. Ila ni kwa muda. Sawa, tuachane na hayo. Tumemsikiliza vizuri kocha Miguel Gamondi amezungumzia issue ya Martinez aliwahi kufanya mistake dhidi ya Liverpool. Amesema kwa kila goalkeeper ni anafanya mistake. Kinachohitajika kwa Yakubu ni kuimprove, na sisi pia kwa sababu kwa anazungumzia Taifa Stars na sisi pia kuimprove. Tunaweza tukaamini kwamba kocha yoyote ana kazi ya kuwa defend players wake. Ni la kwanza hilo. Yani kama wewe, hata kama ni wewe binafsi, mtu wako akifanya makosa, wewe hutaki kutoka mbele. Mtu wako wa karibu. Yes, mtu wako wa karibu, rafiki yako, ndugu yako, au mtoto ulioko naye kwenye taasisi moja. Wewe hutaki kutoka mbele kumkana hata kama amefanya kosa. Ndio kafanya kosa, unatakiwa lile kosa lake ulilinde kwenye media, lakini ukitoka baadaye umwambie kaka 1 2 3. Hilo ndo la msingi la kwanza. In short tunamaanisha ya kwamba kuna baadhi ya issues ambazo zikitokea mnazungumza nyewe wawili. Lakini when it comes to a media unapaswa kujua namna gani ambavyo unamdefend. Mimi ninachokiamini mfano katika kwa issue ambazo nimepitia kidogo, issue za coaching sio kwa ukubwa sana, lakini at least kidogo ile knowledge ya coaching naijua kwamba kwa kile ambacho kilitokea kwa Yakubu Suleiman kwenye game ya Taifa Stars, tulikuwa tunaongoza goli 2 tukaconcede 4 goals. Zinaonekana zaidi ya goli 3 zote ni kama wewe ndo ulikuwa sababu ya game imeisha. Everyone is talking about you, Yakubu Suleiman. So kama mwalimu unakaa chini unamwambia Yakubu, angalia mbele. Kuna mechi ambayo inaenda kuwa na hisia nyingi kuzidi hii mechi ambayo umetoka kuicheza sasa hivi. Ilikuwa ni game ya kirafiki ambayo pengine impact yake ni kuongeza tu idadi ya points na rank za FIFA. Lakini kuna game ambayo inaenda kuhesabu alama. At the end of the day mtajumlisha, mtachagua kwenda robo finali au msiende robo finali. Let us be honestly, Simba na Yanga ndo timu ambazo zimebeba hisia nyingi za mashabiki kuliko hata timu yetu ya taifa. Hilo lipo kwa sababu ndio ina mashabiki wengi kuliko Taifa. Sasa leo hii watu wameikataa timu ya taifa, wakwambia hapo timu inacheza lakini hamna watu waende kuitazama. Ni mfano tu mzuri, wala usiende mbali. Tunaangalia michuano ya CHAN iliyomalizika hapa juzi tu. Mashabiki wenyewe mpaka walikuwa wanavutwa, wanahamasishwa. Alafu michuano ipo ndani kwetu. Ndio tunachokizungumza. Kwa hiyo inapokuja swala la Simba na Yanga, mashabiki wenyewe ndo wanaifuata timu. Ila Taifa Stars tunawafuata wale. Yaani hamasa ilitengenezwa jambo la taifa, kampeni mtaa kwa mtaa kuwatafuta mashabiki. Lakini inapokuja swala la Simba na Yanga, mashabiki wao wenyewe wako tayari kwenda kusupport. Kwa hiyo kwa mistakes ambazo alizifanya Yakubu kwenye game dhidi ya Kuwait, as I know ni kwamba kocha Miguel Gamondi alipata muda wa kuzungumza naye personally kama mchezaji na kumweka sawa, kumwaminisha kwamba chochote ambacho kinatokea uwanjani ni sehemu ya wewe kujifunza. Leo umefanya hii mistake, sawa mistake sio mistake kama utaifanya tena. Si ndio? Unaambiwa kosa sio kosa, kosa ni kurudia lile kosa. Leo watu wanazungumza kuhusiana na hiki ambacho amekifanya. Pengine nyuma pia uliwahi kukifanya. Maana yake inaanza kuonekana ni
tabia yako. Ni weakness yako ambayo imekomaa. Sio, unanielewa vizuri. Kwa kinachohitajika ni wewe kuimprove kutoka kwenye hii weakness. Kwa sababu hii weakness yako ni advantage kwa mpinzani ambaye unaenda kukutana naye. Kwa hiyo remind you, achana na hii game, ishapita. Haya yaliyotokea leo yachukulie sehemu ya kujifunza. Sawa afu kesho kutwa na game ambayo imebeba hisia za watu wengi sana. Imebeba imani za watu wengi sana. Remember this. Mistake anaweza akaifanya Kapombe. Ndio. Tusizungumze sana. Mistake anaweza akaifanya Shamu. Tusizungumze sana. But ukiifanya wewe, ndio, Yakubu Suleiman, nobody will understand you. Are we together? Yes. Yani unapaswa ukumbuke hilo kwamba hakuna yoyote ambaye atakuelewa Yakubu kama itatokea utafanya mistake kama hizi afu Simba ikapoteza mchezo kutena kwenye uwanja wake wa nyumbani. Mfano mzuri tu, usiende mbali. Amwangalie golikipa Aisha Salum Manula baada ya kufungwa goli 5 na Yanga. Kilitokea nini baada ya hapo? Historia ya golikipa ilibadilika maisha yake. Na maana kama maisha yake ndo kwanza alikuwa ametoka kwenye majeraha. Yes. Anarudi uwanjani, anafungwa goli 5 na Yanga. Baadaye Aisha Manula alisaulika kabisa kwenye soka hili. Huyo ni golikipa. Akasaulika kabisa. Anakuja kurudi tayari hana namba kwenye kikosi cha kwanza cha Simba. Ni kwa sababu ya makosa aliyofanya kwenye mechi hii moja ya Simba. Yakubu Suleiman ana nafasi kubwa ambao Watanzania wote wanamtazama. Kumbuka hii ni kampeni ya kwanza ya mnyama kutafuta alama 3. Kama ilivyo ada, amekwambia kwamba yeye alama 9 za Benjamin Mkapa ana uhakika wa kubaki nazo hapa. Yakubu Suleiman anafanya mistake inaenda kuigharimu Simba. Kimtazamo sasa wa kibinadamu, kuna atakaye kuelewa hata kama subira wanadamu ni ndogo sana. Hamna kumuelewa hapo. Kwa hiyo ni rai yangu kwa Yakubu Suleiman, alichokifanya kule Misri, ilikuwa Misri nafikiri kwa ambako alicheza ule mchezo wa kirafiki dhidi ya Kuwait. Yale yalotokea ayaone kama ni career yake. Yalikuwa makosa ameyafanya, anachotakiwa kurudi sasa kwenye karatasi, kurudia alichokifanya ili asirudie tena. Kingine sasa hapo kazi kwa mabeki wa Simba Sports Club, wanamfahamu aina ya goalkeeper waliye naye. Hilo la kwanza inabidi utakiwa afanyeje, walifahamu. Unamwangalia Djigui Diarra ni goalkeeper wa Yanga, ana uwezo wa kujiamini yeye binafsi kama yeye. Inapokuja swala ile mipira ya kurudishiwa nyuma kama goalkeeper, kwa sababu ana uwezo wa kusogea, ana uwezo wa kupiga hata chenga na kutoa pasi ya mbele. Lakini kwa Yakubu Suleiman, yeye sio mzuri wa kutumia miguu yake. Yakubu Suleiman ni mzuri wa kutumia nini? Mikono yake, kama ilivyo jukumu lake mama la golini. Inachotakiwa ni mabeki wao kuwepo kwa ukaribu sahihi kumsaidia golikipa, labda atakapofanya mistake yoyote au hata kama mpira unarudishiwa kwake, wawepo tunazungumzia mabeki watatu wote au ikiwezekana wote 4 wawepo karibu ili kuchukua mipira kwake, ili wewe asimruhusu sana. Sasa ni tactical ambao wewe unafikiri. Yes, ili waabidi wamsaidie golikipa, kwa sababu wanamfahamu kwamba golikipa tulie naye sio mzuri kwa miguu. Hiyo ni tactic nzuri sana, lakini itadepend na mpinzani anafanya nini, kwa maana ya pressing anaoifanya Petro Atletico ipo vipi? Sio, unanielewa? Kunawezekana kusiwa na shinikizo sana la kimpira Yakubu akiwa na mpira. Kwa maana ya mpinzani haweki pressure kubwa sana kwenye mpira. Sawa, jambo ambalo linaweza likamruhusu Yakubu Suleiman kuchezea mpira vile ambavyo yeye anahitaji. Kitu kibaya au kizuri zaidi ni kwamba Simba inaishi kwenye modern football ambayo hauwezi ukachukua mpira ukapiga mbele ukabutua. Ni kitu ambacho kitakunyima ile ladha ya mpira. Hata ile competition ile competition kubwa ya kuonesha kwa mpinzani wako, kwa maana ya ule kuonyesha ubora wako wote, uko vipi. Si unanielewa? Inaweza ikashindikana wewe kuifanya, kwa sababu ile mipira ya kupiga unakuwa ni mpira ya kugombania. Kisha kuwa mpira wa kugombania, yoyote anaweza, inakuwa ni 50 kwa 50 kwa 50, yoyote anaweza akawai. Manake kuna some qualities ambazo tulikuwa tunaziona kwa Mpanzu, tunaziona kwa Awa, tunaziona kwa Mutali, tunaziona kwa Nio Maema, siju kwa so zinaweza zikapungua kutokana na mpira wa kupigwa, yani mpira mrefu wa kupigwa. Utabiri wake huwa ni mfupi sana. Kuna wachezaji ambao wanaweza kacheza hizo aerial balls vizuri. Kwa mpira wote utakaopiga yeye anaweza akaruka na kauhendo ule mpira. At the end of the day unaweza game ikaisha kwa umecheza mpira mbaya sana uwanjani. Lakini at least sasa tunarudi kwa Simba.
yeye modern football yake siku zote Simba sijawahi kumuona anacheza hii na hiyo football. Labda itakuwa mara ya kwanza kwa sababu ya kuogopa errors ambazo mistakes ambazo amekuwa akizifanya Yakubu. Okay. Lakini kwa football ambayo Simba amekuwa akicheza, maana yake anakuwa anaanzishia mipira nyuma. Sasa kuanzishia mipira nyuma huwa ina depend na pressing ambayo anaifanya mpinzani wako. Si unanielewa? Kuna high pressing, kuna low block, alafu kuna mid block. Si ndio? Mid block kwa maana yanawasubiri katikati, low block yuko nyuma, high pressing kwa maana yuko mbele sana. Kwa hiyo kama Petro Atletico ataamua kufanya high pressing, basi ni hiyo tactic ya kwamba mnatakiwa kuwa very close, kwa maana compact build up. Inaweza ikafanyika kwa Simba kwamba wachezaji wanapagiana pasi lakini wanakuwa karibu in case in case mpira ukipotea, kurudi kwenye shape yao ya ulinzi very quickly, then wana retain possession. Lakini kama mpinzani atakuwa ni anakaba kwenye mid block, there is no need yani Yakubu kuwa na hofu ya kuchezea mpira. Sawa, anaweza tu akampa Shamu, akampa Nangu, akampa Rushendi Rock, yoyote ambaye mwalimu atachagua kwanza naye, na wakaishi kwenye ile tunasema process yao ya kutengeneza build up yao. Na ikawalipa vizuri kutokana na kwamba mpinzani haweki shinikizo kubwa sana kwenye mpira. Kwa ina maana usaidizi mkubwa ni hao mabeki wawili wawepo kumsaidia, au hasa anawazungumzia hao katikati yao. Kiachana wa pembeni, kwa sababu wa pembeni muda wote wanatanua kufanyaje kusogea mbele. Lakini hao wawili ambao namzungumzia Rushen Derek atakayeanza, unajua kwa vyovyote vile Rushen Derek lazima aanze, labda kama kuna mbadala mwingine. Kwa hiyo unatarajia huyu awepo zaidi sana kusubiri. Alafu kitu kingine ambacho anacho Yakubu Suleiman nimekishuhudia, sio mzungumzaji sana na mabeki wake. Kama umejaribu kulifuatilia, kila mtu ana namna yake ya kuona, pengine umeona hivyo. Nimeona kwa sababu sio mzuri sana wa kuzungumza na mabeki wake kuwapanga. Kwa hiyo inatakiwa awe na mazungumzo mazuri. Hivi vitu nafikiri kocha na manager Dimitri Pantev na kocha wake Suleiman Matola watakuwa wameyazingatia sana kumwelekeza. Ni vitu vya muhimu sana kuhakikisha na vizingatia kuelekea huo mchezo. Sasa tunatarajia, mimi siamini kama Petro di Luanda watakapokuja hapa Tanzania watataka nao kushambulia na Simba. Siamini, nafikiri watakuwa timu ya pili. Moja kitu ambacho unapaswa ukielewe kuhusu kocha wa Petro Atletico, Frank Atiga. Ni mwalimu ambaye anapenda timu yake icontrol eneo la kiungo. Unajua sasa hivi ukigusa eneo la kiungo ndo eneo mama. Yani hapo ndiko ambako unapata wale wachezaji ambao ni wazuri kwenye kupika magoli. Hapo ndiko ambako unapata wachezaji ambao ni wazuri kwenye kuzuia mipira ambao unakuja kushambuliwa kwenye eneo la kiungo kabla hujafika kwenye lango la mpinzani au lango lenu. Sawa. Kwa hiyo na wenyewe ni timu ambayo haiwezi kucheza mpira wa kubutua. Nimewatazama. Ni watu ambao wanacheza mpira wa chini sana. Wanazishia nyuma, wanatumia fullbacks wao, na viungo wao wawili wa katikati ambao mwalimu amekuwa akiwatumia sana, kwa maana ya Ben Diaz pamoja na Jorge Pereira. Ndio mwalimu amekuwa akiwatumia sana kwenda kulifuata lango la mpinzani, ambao walikuwa wanatumika kwenye kusupply mipira na kufunga pia. Kuna Reigns hapo umemzungumzia ambaye ni mshambuliaji. Kwa hiyo wanacheza possession based football. Simba anacheza possession based football. Labda wakija na ile mentality ya kwamba this is not our home. Sawa, tunapaswa tukae nyuma tuwaache watushambulie. It will be okay. As you said. Kwa hiyo mimi niko nawaza kwamba sitoamini kama watashambulia sana lango la Simba. Kwa sababu kwanza utalinda kwamba wao ni wageni hapa kwa Mkapa, na lazima watakuwa wamefuatilia historia ya Simba. Sina uhakika kama wanaweza wakaja pasina kujua historia ya Simba, kwa sababu nafikiri ndio sasa Simba anaogopeka inapokuja swala la Benjamin Mkapa, kwa sababu wengi wakipeleleza historia ni wachache sana ambao wametoka pale kwa Mkapa. Kwa hiyo naamini kama atakuwa amefuatilia, lazima kitu cha kwanza mwalimu atakachojifunza ni kuhakikisha kwanza timu yake ilinde kwanza, wao na wake wa kuchezesha mpira ndipo wafanyaje washambulie. Kwa ina maana kama ni design ya hivyo, kama wanacheza kwa hivyo, naamini Yakubu Suleiman anaweza kupata nafasi nzuri ya kufanyaje ya kucheza golini. Lakini kama watabahatika kwamba watakuwa wanashambuliwa kila muda, na Yakubu Suleiman naye ana muda, kuna muda anatoka golini pasina wake wa kucheza mpira, hii inaweza ikaikosti Simba. Kwa mwalimu anatakiwa vizingatie sana hivyo wakati anafanyaje, wakati wa kufanya mazoezi na maandalizi kuelekea huo mchezo, ili makosa kama haya yasijitokeze. Ameshayafanya dhidi ya Taifa Stars, umeyaona kama mwalimu, nafikiri kocha wa magolikipa ya Simba ameviona, mwalimu ameona.
sasa ni zamu au kwenda kuyarekebisha yale makosa. Ni makosa madogo ambayo yanabidi yarekebishwe. Kwa Yakubu mfano, mistakes ambazo amekuwa zifanya, catching zake, footwork zake zimekuwa ni mistakes ambazo zinajirudia. Si ndio? Yaani watu hawajazungumza kwa sababu wameona kwenye game dhidi ya Kuwait. Hapana, ni kitu ambacho watu wamekiona kwa Yakubu muda mrefu. Ndio. Si ndio? The question is, for only 2 weeks these mistakes mtu anaweza akazifuta ambazo amekuwa akizifanya kwa muda mrefu? Wanaweza kasahihisha kwa kiasi chake. Hawezi kumaliza zote, lakini anaweza kasahihisha. Maana yake kuna watu wanapewa jukumu la kumsaidia ili yafunike yale makosa yake. Yawepo makosa yake, lakini wawepo wa kuyafunika kwa haraka ili yaweze kuokoa jahazi. Sasa unaokoa jahazi. Kumbuka ni kampeni ambayo Simba anazihitaji alama 3. Tunazungumza kwamba unahitaji kampeni yako ili ianze, lazima uhakikishe mchezo wa kwanza na huko nyumbani unazokota alama 3 ili uendelee kuzitafuta alama 9. Sharti lazima uokote alama za kwanza nyumbani. Ambalo hili nalo akifanya tena mistake nyingine ndio ile sasa tunaweza kuanza kumlilia. Bora awepo ambaye ni nani, Pipe ni Kamara, arudi ili afanyaje aokoe jahazi, na ambayo haitowezekana kwa sababu ndio yuko nje tayari. Simba wanalazimika kuingia tena dirisha dogo kumtafuta golikipa mapema kuziba tatizo. Maana huwezi kumleta Hussein Abel ambaye hajadaka pale Simba, ana muda mrefu, huwezi kumuingiza kwenye mchezo. Ina maana Yakubu Suleiman ndio ataendelea kuwa chaguo. Ili sasa anatakiwa approve kwa wana Simba kwa kufunika makosa yake. Unaweza kujirekebisha, ni golikipa ni mzuri, kila mtu hana doubt ya Yakubu Suleiman, hana doubt naye, lakini ni kusahihisha makosa yake ambayo anafanyaje yanaendelea kujirudia mara kwa mara. Sawa. Bwana, tunakushukuru sana wewe ambaye ulikuwa pamoja na sisi, mimi pamoja na mwenzangu Hassan Sadamu. Ulikuwa ni mmoja wakati mzuri sana. Tulikuwa tunatazama yale ambayo yanatoka mitaa ya Msimbazi. Jina langu ni Florence Renatus, mwenzangu ni Hassan Sadamu. Nadhani paka wakati mwingine tukikutana tena tutazungumza mengine ya kimichezo. Kwa wakati huu naomba niseme na kutakia wakati mwema na karibu tena ndani ya Dara Sports.